Habari za asubuhi. Mambo? Nzuri. Karibu Poa. sana. Hali ya hewa iko Asante. vipi kwenu? Hali ya hewa ni baridi sana leo. Kutakuwa na theluji. Tayari. Ndio. Na mimi ni baridi na blanketi. Wewe unahisi baridi sana. Sana. Ndio. Lakini Hakuna shule, hakuna kazi leo. Kwa sababu kuna theluji. Kwa hiyo nyinyi mna sikukuu kwa sababu ya theluji. Ndio. Mashallah, mna bahati aisee, lakini ni zamu nzuri. Yaani ni wakati mzuri wa kusafiri Afrika Mashariki kwa sababu sasa hivi tupo na nyuzi 24. Kwa hiyo kuna joto. Ndio. Ni wakati mzuri wa kusafiri sana hapa Afrika Mashariki kwa sababu wakati kuna hali mbaya ya hewa, unakwepa hali mbaya ya hewa na kuja Afrika Mashariki mara moja. Haswa watu ambao wanafanyia kazi nyumbani. Ungekuwa na kazi ya tuseme unafanyia kazi nyumbani, ingekuwa rahisi sana wewe kusafiri na kufanyia kazi hapa Afrika Mashariki kwa sababu hali ya hewa ni nzuri. Unakwepa tu hali ya hewa mbaya. Karibu. Ndio, sija safiri Afrika Mashariki katika mwezi huu. Ndio. Kwa hiyo ni vigumu au tu ni kwa sababu majukumu ya kazi ni mengi? Ni kwa sababu mwezi huu kuna sikukuu ya Krismasi na kwa kawaida nahitaji kusafiri nyumbani kwangu. Kwa mzazi wako au kwako? Mzazi kwa mzazi wangu. Mzazi Ingawa instead of badala ya kusafiri Afrika. Safi. Wala usijali, tutapanga tu safari yako ya Afrika Mashariki hivi karibuni. Ndio. Nilikupa kazi kidogo kuhusu mdomo sungura. Je, ulifanyia kazi mdomo sungura? Mada ya mdomo sungura. Watu ambao wanazaliwa na midomo sungura ni watu wa aina gani? Mdomo sungura ni watu ambao ni watu kweli? Si watu? Ni watu. Kweli? Hapana. Mdomo sungura si watu, ni mapungufu fulani ya watu. Ulemavu. Unazungumzia kuhusu ulemavu au mapungufu fulani ya binadamu? Ndio. Tuseme kama unaweza kusema ulemavu fulani ambao binadamu huenda akazaliwa nayo kwa sababu ya kukosa virutubisho kama mzazi au hata kutumia mambo fulani fulani kama kuvuta sigara na kunywa pombe wakati wa ujauzito. Wewe ulipata nini wakati wa kufanya utafiti wako kwa jumla? Uligundua nini kuhusu mdomo sungura? Mdomo sungura ni kitu. Ndio, tuseme ni mapungufu, shortcomings, mapungufu ya binadamu au ya watoto wanapozaliwa. Au hata unaweza kusema ulemavu. Ni ulemavu. Ndio, ulemavu wa watoto wanapozaliwa kwa wazazi ambao wanakosa virutubisho wakati wa ujauzito wao. Pia unaweza kuzungumzia wazazi ambao wanavuta sigara, wanakunywa pombe, wanatumia kileo. Wakati mdomo au pua, wakati wa kushikanisha, ndio. Mdomo sungura inasababishwa ndio. Inasababishwa na wazazi au mama anakunywa pombe au Ndiyo, kwa sababu ina maana kuwa
ungo wa uso haujiungi vizuri kwa kukosa Ndio. virutubisho. Wakati mama anavuta sigara au anakunywa pombe, ina maana kuwa Ndio. unanyima mwili virutubisho stahiki kwa mwana Ndio. anapokuwa. Badala ya kula vizuri, kula matunda kwa mboga, badala ya kula protini vizuri, unakunywa pombe. Ya nini sasa? Pia kuvuta sigara, kwa nini? Unajua ikiwa watoto na mdomo sungura kawaida wanazaliwa mapema? Wakati mwingine inawezekana, lakini mtoto anapozaliwa mapema haimaanishi viungo vyake havijakamilika. Viungo vinakamilika mwana akiwa tuseme wiki ya 4, ya 5, ya 6, 7, 8, 9, 10. Hapo ubongo tayari umeshakuwa. Yaani katika miezi ya wakati mama anaambiwa ni wakati wa kwenda kliniki. Wiki ya 28. Yeah. Ina maana kuwa mtoto amezaliwa kila kitu kimeshaumbika. Yaani ni mtoto apate kilo tu. Kwa sababu kuumba kwa mtoto kunaanza katika msimu wa kwanza na wa pili. Kwa hiyo miezi ya kwanza 3 mtoto anaumbika kila kitu. Ya pili mtoto anaungwa kila sehemu. Ya 3, mihula ya 3 inamaanisha kuwa ni miezi 3 ya mwisho, miezi ya 7, ya 8 na ya 9. Hapo ni mtoto kukua kilo. Kwa sababu tayari ameshaumbika, lakini ana kilo mdogo ambao huwezi kumfanya kuzaliwa. Ndio maana unakuta watoto ambao wanazaliwa na kilo chini wanaweza kuweka katika sehemu ya kuhifadhiwa na wanaongeza kilo na wanakuwa wakubwa. Wakishakuwa wakubwa ina maana kuwa wanaweza kuzaliwa, wanaweza kwenda nyumbani. Hivyo ina maana kuwa mtoto miezi ya kwanza 6 au miezi ya kwanza 5, mtoto huwa ameshaumbika kila kitu. Wakati wa kuunga unaunga mkono unaunga mwili unaunga mikono, uso unaunga vizuri, yani macho yanatokea vizuri, pua pia, yani kulingana na wanasema jini zenu. Mfano ikiwa ni mtoto mweusi atatoka mweusi, ikiwa mtoto mweupe atatoka mweupe. Kwa hiyo wakati mtoto anakuwa miezi ya kwanza 4, 5 ni muhimu sana kwa mama. Hiyo ndio wakati unasikia mama hataki harufu ya kitunguu. Harufu ya kitunguu inamsumbua. Unamkuta hataki kusikia marashi fulani. Ina maana kuwa hapo mwili unachagua vitu ambavyo vinastahili kwa kukua kwa mtoto. Ndio maana unakuta wazazi wengine unakuta anakula sana. Jamani, unakula sana kwa nini? Kwa sababu mwili unahitaji virutubisho stahiki ili mtoto apate nguvu na wewe pia upate nguvu. Kwa jumla nafikiri mtoto huwa amesha umbwa katika chupa ya kizazi, lakini kwa hiyo inahitajika kuungwa kwa vitu kama uso, mikono, vyote zimeshazaliwa, kwa hiyo vinatokea. Lakini nafikiri Mungu alifanya maajabu sana, yaani kuwezesha mama mzazi kubeba kiumbe hicho kidogo ndani ya miezi 9 na kuzaliwa. Je, una swali lingine kabla hatujasonga mbele kusikiliza sauti? Ndio. Una swali lingine? Ndio. Ni kwa sababu ni kawaida au ni kawaida zaidi kwa watoto na mdomo sungura katika sehemu duniani au zaidi ya sehemu tofauti au na kuelewa. Mimi ninafikiri kuwa sehemu ambazo mfano kuna ukame, upatikanaji wa chakula ni mgumu, hakuna vita, ina maana kuwa siasa ipo juu, wanawake hawapewi kipaumbele wakati wanazungumzia masuala yao. Nafikiri ndio huenda haswa vita vilivyokuwa hivi majuzi vya Gaza na Hamas. Wakati mwingine unaona ole wa wanawake ambao wana ujauzito, kwa sababu inamaanisha kuwa
hawatazingatiwa inavyostahili, haswa katika nchi ambazo zinaendelea. Mfano nchi za Tanzania, Kenya na Uganda. Wakati mwingine pia kuna kitu ambacho kinaita mapuuza. Mtu anapuuza tu, anasema hataenda kliniki, na unamkuta mpaka miezi 9, miezi 8 hajawahi kwenda kliniki. Unashangaa mtu huyu, unapangaje kujifungua mwanako ikiwa hujaenda kliniki? Hakuna ratiba, hajakuwa akichukua dawa, wanazita madawa ya iron, hivyo chuma, aina ya chuma ya iron ambayo inastahiki kwa kukua kwa mtoto. Unamkuta mama, sijui ni akili kukosa au nini, hakwendi kuchukua dawa. Wakati mwingine ndio kuna wanawake ambao wanaanza kula vitu fulani. Unamkuta anakula jiwe au hata michanga. Unashangaa, mama we, kwa nini unakula jiwe? Usile jiwe. Kuna iron katika mawe? Nafikiri kwa sababu kwa nini tu utake kula jiwe? Jamani, jiwe. Nafikiri miili yao hutaka sana chuma cha iron, ndio maana wanakwenda kwenye mawe au jiwe kutafuta. Lakini sasa kwa nini uende utafute? Nenda hospitalini, utapewa dawa ambazo zitakusaidia wewe mwenyewe kujisaidia na kupata nitasema chuma cha iron kwa wakati. Na pia tafute. Ndio. Pia kula vizuri ni muhimu sana, haswa protini. Mtoto anataka protini zaidi hata kuliko wanga. Ndio, wanga ni nzuri, lakini protini ni bora zaidi kwa ukuaji wa mtoto. Haya, swali lingine? Hapana. Safi. Tusikilize sauti kuhusu mdomo sungura, lakini kabla ya kusikiliza sauti ningependa kukuonyesha kiombo changu ili tupitie maswali kwa haraka. Leo nina mada mbili nzuri sana. Ya pili utapenda nafikiri. Haya, mdomo sungura ni nini? Tazama, sikiliza sauti kisha jibu maswali haya. Lakini kabla ya kusikiliza sauti, ningependa tupitie maswali kwa haraka. Mdomo sungura ni nini? Umewahi kukutana na mtu mwenye tatizo hili? Inagharimu Mtanzania pesa ngapi kutibu mdomo sungura? Wafadhili wanapanga nini? Ni msimu wa ngapi wa mbio na za masafa marefu kufanyika? Madhumuni ya mbio hii ni. Vizuri. Ndio. Uko tayari kusikiliza sauti? Ndio. Ni kubwa. Mtoto mmoja anagharimu takriban shilingi 800,000. Kwa maisha ya kwetu ya Kitanzania ni ngumu kwa wazazi wa hali ya chini kuweza kumudu hizo gharama. Watamudu wenye kipato cha kati, lakini vipi hao wa chini? Je, tuwanyime tabasamu? Hapana. St. Paul's Foundation wakaona iko haja ya kurudisha tabasamu kwa watoto wenye mdomo sungura kwa kutoa huduma bure. Lakini wao watapata wapi fedha za kuweza kumudu hizo gharama? Wakaanzisha kitu kinachoitwa SPF Cleft Marathon, ambayo kwa mwaka huu msimu wa 7 inafanyika sasa Zanzibar. Kwa nini Zanzibar? Kwa sababu Zanzibar ni moja kati ya eneo ambalo lina watoto wengi wenye changamoto hiyo, na hii ni mara baada ya mwezi Aprili kufanyika hapa Zanzibar katika hospitali ya Mnazi Mmoja, ikaonekana kuna uhitaji mkubwa sana. Sasa mbali ya kuendelea tukuja kutoa huduma, lakini pia kutoa elimu, kuwashirikisha Wazanzibari kuona na kufahamu vema kuhusiana na tatizo la mdomo sungura, kwamba si ushirikina, si uchawi, si laana, ni magonjwa kama magonjwa mengine vile yanawezekana yakatibika. Na ukimwona mtu ambaye amefanyiwa operation hiyo, huwezi kutambua kama aliwahi kuwa na mdomo sungura. Kwa hiyo mbio hizi ni za kijamii zaidi. Lengo ni kuweza kuona zinakusanya fedha kwa ajili ya kwenda kuwasaidia kurudisha tabasamu watoto wenye mdomo sungura. Nimeambatana na mabalozi wengine. Unaweza kusikia tena the beginning? Ndio. Again. Ni kubwa. Mtoto mmoja anagharimu takriban shilingi 800,000.
kwa maisha ya kwetu ya Kitanzania ni ngumu kwa wazazi wa hali ya chini kuweza kumudu hizo gharama. Watamudu wenye kipato cha kati, lakini vipi hao wa chini? Je, tuwanyime tabasamu? Hapana. St. Paul's Foundation wakaona iko haja ya kurudisha tabasamu kwa watoto wenye mdomo sungura kwa kutoa huduma bure. Lakini wao watakata wapi fedha za kuweza kumudu hizo gharama? Wakaanzisha kitu kinachoitwa SPF Cleft Marathon, ambapo mwaka huu msimu wa 7 inafanyika sasa Zanzibar. Kwa nini Zanzibar? Kwa sababu Zanzibar ni moja kati ya eneo ambalo lina watoto wengi wenye changamoto hiyo, na hii ni mara baada ya mwezi Aprili kufanyika hapa Zanzibar katika hospitali ya Mnazi Mmoja, ikaonekana kuna uhitaji mkubwa sana. Sasa mbali ya kuendelea tukuja kutoa huduma, lakini pia kutoa elimu, kuwashirikisha Wazanzibari kuona na kufahamu vema kuhusiana na tatizo la mdomo sungura, kwamba si ushirikina, si uchawi, si laana, ni magonjwa kama magonjwa mengine vile yanawezekana yakatibika. Na ukimwona mtu ambaye amefanyiwa operation hiyo, huwezi kutambua kama aliwahi kuwa na mdomo sungura. Kwa hiyo mbio hizi ni za kijamii zaidi. Lengo ni kuweza kuona zinakusanya fedha kwa ajili ya kwenda kuwasaidia kurudisha tabasamu watoto wenye mdomo sungura. Mdomo sungura ni nini kulingana na sauti? Mdomo sungura ni ulemavu na uso na tabasamu na watoto. Ndio. Kwa hiyo kulingana na video hii, msimamizi huyu anazungumzia kuhusu mdomo sungura. Anasema kuwa mdomo sungura ni ugonjwa ambao unaathiri watoto wanapozaliwa. Na mtoto anapozaliwa anazaliwa na mdomo sungura. Ina maana kuwa pua na mdomo haujaungika vizuri. Ina maana kuwa haujafungika vizuri. Yani ndio kuunga au kuungika, haujaungika vizuri, kwa sababu hapa ana mkato, inaweza kuwa ni sehemu hii au sehemu hii vizuri. Sasa swali lingine, umewahi kukutana na mtu mwenye tatizo hili? Ndio. Wapi? Mimi ndio shuleni. Shuleni. Kwa hiyo umewahi kumuuliza kwa nini ana mdomo sungura, au alikuwa ameshatibiwa au bado? Alipokea tiba au bado? Upasuaji? Alitibwa. Alipokea tiba tayari. Ndio. Kwa hiyo swali la pili, inagharimu Mtanzania pesa ngapi kutibu mdomo sungura? Ndio, alisema shilingi moja something laki nane. Ndio. Kwa nini huna uhakika kuhusu jibu lako? Ndio, inamgharimu Mtanzania 800,000 kutibu mdomo sungura. Ndio. 800,000 ni dola ngapi? Kwa sababu nafikiri dola moja 800,000 ni shilingi ngapi? 800,000 inamaanisha nini? 800,000 ni shilingi 800,000. 800,000. 800,000. Ndio. Laki. Ni laki? Ndio, 800,000. Kwa nini? Laki? 800,000. Ndio, 800,000. Laki 8 ina maana kwa ni 1,800,000. Laki moja ni 1,100,000. Laki mbili 1,200,000. Laki tatu 1,300,000. Laki 4 1,400,000. Ndio. Laki 5 1,500,000. Laki 6 1,600,000. Laki 7 1,700,000. Laki 8 ni 1,800,000. Inamaanisha kwa imebakisha laki 2 kufika milioni 1. Ndio. Kwa hiyo laki 8 ikiwa kwa Tanzania sasa hivi wanabadilisha dola na nafikiri 2,000. Kwa hiyo ikiwa ni 2,000, ukichukua laki 8 ukigawanya 2,000 ni ngapi? 1,000
sifuri chini 400. Inamaanisha inamgharimu Mtanzania dola 400 kutibu mdomo sungura. Ndio. Kwa hiyo mtu wa tabaka ya chini ni ngumu sana, tabaka la chini ni ngumu sana mtu huyu kumudu gharama hii. Lakini watu ambao wanaweza kumudu gharama hii ni watu ambao wanaishi katika ni watu wa tabaka la kati au tabaka la juu. Ndio maana kuna tatizo hili wanajaribu kulitatua. Ni tatizo katika jamii ya Wazanzibari, na anazungumzia kuhusu Zanzibar. Ina maana kwa ugonjwa huu unatokea sana Zanzibar. Na unafikiri ni kwa nini ugonjwa huu unatokea sana Zanzibari? Kwa nini? Ndio. Katika Zanzibar? Ndio. Kwa sababu kuna watu wengi na changamoto. Alisema? Ndio, changamoto za lakini sijui kwa nini. Fikiri tu ni jibu swali la kufikirika. Kama ulisema kuna umaskini. Ndio. Umaskini unaweza kuchangia. Hakuna hospitali. Ndio, kutozingatia huduma. Ndio, kutozingatia huduma ya kwanza au huduma baada ya ujauzito. Mtu anasahau ama sijui anajitia hamnazo, anaamua mimi sitaki kwenda hospitalini, tayari nalea mimba yangu. Unashangaa kwa nini usiende hospitalini? Kwa nini unajitia hamnazo? Unaelewa neno kujitia hamnazo? Je, unaelewa neno kujitia hamnazo? Hamnazo sielewi. Kujitia hamnazo ni kuwa mapuuza tu. Mimi sielewi. Mimi sijui. Kwa hiyo mtu huyu anajitia hamnazo. Ni kama kwa Kiingereza unasema nini? To be ignorant or maybe kwa sababu hakuna elimu au kwa sababu huenda tradition. Ni kwa sababu nafikiri hakuna elimu ya kutosha kwa wajawazito. Halafu pia ni Zanzibari ni sehemu nzuri ya utalii. Kwa hiyo watoto wasichana wengi wao waga wamalizi shule, wanakimbia wanatafutana na watalii. Watalii wanaleta dola, wanaleta pesa. Kwa hiyo kuna changamoto haswa katika miji mikubwa ya utalii kama Zanzibari. Kila mtu anataka dola ya mzungu, nataka dola ya mzungu. Unakuta kuwa kazi yani visiwa kama hivi unakuta watoto hawaendi shule vizuri. Hata wakienda shule wengine, si wote, lakini baadhi ya wasichana wanaanza biashara mbaya. Biashara ambayo wanafikiri kuwa wanaweza kupata dola kwa haraka. Kwa hiyo wanajikita katika kutafuta watalii ambao wanakuja katika sehemu hizi. Na watalii ni wengi sana. Alafu kuna biashara mbaya mbovu. Biashara za ngono, biashara za nini? Biashara za ngono. Kwa sababu wao wanakuja peke yao kutafuta, wakiwa wanakuja wanasafiri ndio wanakuja kujionea maisha ya watu wa Zanzibari. Lakini si wote ambao wanajihusisha katika biashara hii. Lakini wengi wanafikiri kuwa ni rahisi sana kupata dola kutoka kwa mzungu kupitia njia hii. Ndio, kwa sababu kuna utalii kama ndio. Kwa sababu kuna pwani, hali ya hewa ni nzuri. Kwa nini niende shule? Ndio, watu wengi ambao wanaishi katika miji ya tuseme mwambao, pwani, hata Kenya, sehemu za Mombasa kule, unakuta elimu ni ya chini sana. Hawazingatii elimu kwa upana. Hata ukipeleka mtoto shuleni unamkuta hazingatii elimu. Unakuta watoto hawajui kusoma, hawajui kuandika, hawajui kuzungumza Kiingereza, hawakuenda shule. Ndio. Tatizo lipo. Haya.
Safi. Inamgharimu Mtanzania dola 400 kutibu mdomo sungura. Haya, wafadhili wanapanga nini? Nini ambacho wanapanga? Wafadhili wanapanga kusaidia watoto wa Zanzibar kupata tiba. Kupata tiba. Kwa namna gani? Ndio, kwa namna gani? Ndio, wanapanga kuwa kila Mzanzibari atapokea tiba bila ya malipo, bure bilashi. Ina maana kuwa watatoa wapi pesa? Wao wanapanga nini? Wanapanga kulipa kwa... Ndio, wanapanga kufadhili Wazanzibari waliozaliwa na mdomo sungura. Na wanapanga kufadhili vipi? Nini ambacho wanapanga? Kati ya wanatoa wapi pesa? Watatoa wapi hela? Kutoa pesa. Ndio. Wapi? Sijui. Ndio. Kuna kitu ambacho wanapanga. Analeta daktari au leta watoto. Ndio. Daktari? Ndio. Hebu sikiliza, katika sehemu wataleta daktari ndio, lakini gharama yote watapunguza vipi? Sikiliza mzee huyu anavyozungumza. Anasema nini? Nitasimamisha video katika sehemu ambayo anazungumzia kuhusu mpango wao. Sawa? Ndio. Ni kubwa. Mtoto mmoja anagharimu takriban shilingi 800. Kwa maisha ya kwetu ya Kitanzania ni ngumu kwa wazazi wa hali ya chini kuweza kumudu hizo gharama. Watamudu wenye kipato cha kati, lakini vipi hao wa chini? Je, tuwanyime tabasamu? Hapana. St. Paul's Foundation wakaona iko haja ya kurudisha tabasamu kwa watoto wenye mdomo sungura kwa kutoa huduma bure. Lakini wao watapata wapi fedha za kuweza kumudu hizo gharama? Wakaanzisha kitu kinachoitwa SQF Cleft Marathon, ambapo mwaka huu msimu wa 7 inafanyika sasa Zanzibar. Kwa nini Zanzibar? Kwa sababu wanapanga nini? Anasema kuhusu SQF Marathon, mbio za SQF, mbio za masafa marefu za SQF. Kwa hiyo wanapanga kuchangisha. Unaelewa? Nataka kusikia tena. Just that part. Just that little part. Sawa. Lakini vipi hao wa chini? Je, tuwanyime tabasamu? Hapana. St. Paul's Foundation wakaona iko haja ya kurudisha tabasamu kwa watoto wenye mdomo sungura kwa kutoa huduma bure. Lakini wao watapata wapi fedha za kuweza kumudu hizo gharama? Wakaanzisha kitu kinachoitwa SQF Cleft Marathon, ambapo mwaka huu msimu wa 7 inafanyika sasa Zanzibar. Kwa nini Zanzibar? Kwa sababu Zanzibar ni moja kati ya eneo ambalo ndio. Kwa hiyo anapanga kitu ambacho kinaitwa ni mbio za masafa marefu za SQF. Kwa Kiingereza anasema SQF Marathon. Kwa hiyo ndio. Neno marathon ni nini? Mbio za masafa marefu. Marefu? Ndio, masafa marefu. Watu wanakimbia tu. Wanakimbia hawafiki. Alisema maneno mengi kwa haraka. Ndio. Wakati unakuja Afrika Mashariki, kila mtu anazungumza hivi. Nimesema nitachukua leo, nitakwenda shuleni, darasani, umenunua, umetoa pesa. Yaani wanazungumza hivyo kwa haraka. Usipofuatilia utakuta huelewi kitu. Pia watoto wanazungumza vile vile. Ndio. Kwa hiyo wafadhili wanapanga mbio za masafa marefu za SQF ambazo zitawasaidia wafadhili hawa kupata pesa. Ina maana kwa labda watauza t-shirt zao kwa labda sijui dola au hata labda dola 50. Sponsors. Ndio. Na pia wafadhili wengine labda kutoka sehemu nyingine wanaweza kuja na kuwasaidia katika kazi hii yote kwa jumla.
Ni msimu wa ngapi wa mbio za masafa marefu kufanyika? Amezungumza. Ni msimu wa ngapi? Ndio. Za masafa marefu. Ndio. Ni msimu wa ngapi wa mbio za masafa marefu? Nitakupa machaguo. Ni msimu wa ngapi? Msimu wa 5, wa 6 au wa 7? Chagua. Sijui. Sikiliza. Tena. Ndio. Leo tutasikiliza tena na tena. Sikiliza. Wakaanzisha kitu kinachoitwa SPF Cleft Marathon, ambapo mwaka huu msimu wa 7 inafanyika sasa Zanzibar. Msimu wa? Msimu wa 7. Ndio. Kwa msimu wa 7 unafanyika Zanzibar. Ina maana kwa walifanya msimu wa 1, wa 2, wa 3, wa 4, wa 5, wa 6. Ni wa 7. Mbio za masafa, mbio ni marathon. Mbio za masafa marefu ni marathon. Ndio. Mbio za masafa marefu ina maana mbio ni prayer. Mbio is a race. Ndio. Okay, kukimbia, from the verb kukimbia. Ndio. Tunapata mbio. Kuna mbio za masafa marefu, kuna mbio za mita 100, mbio za mita 400, mbio za mita 800, mbio za mita 1500. Lakini wakati unazungumzia mbio za masafa marefu ina maana kuwa ni mbio za muda mrefu. Yaani unaweza kutafsiri kusema it's a long distance race of which it's a marathon. Mbio za masafa marefu. Ndio, mbio za masafa marefu. Ndio, masafa marefu. Madhumuni ya mbio hii ni nini? Ni nini lengo? Madhumuni ni kusaidia au halali until mpaka kila mtoto na mdomo sungura anaweza kutabasamu tena. Vizuri. Hilo ni la kwanza. Ina maana kuwa watawasaidia katika upasuaji, lakini tiba ni bure, itakuwa bure. Ina maana kuwa wazazi hawatagharamika kabisa katika upasuaji huu. Watu hawa watawafanyia upasuaji bure, bilashi, bila kulipa chochote. Yaani madhumuni ya mbio hii ni kuwasaidia waathirika wa mdomo sungura kupata upasuaji bure, bilashi, bila gharama yoyote. Ndio. Haya, vizuri sana. Kingine, leo nina mada 2. Nilikwambia nina mada 2 kuu. Mada nyingine ni mada nzuri sana kuhusu mahusiano ya walimu na wanafunzi. Mahusiano. Hasa nikupe siri. Kuna Watanzania fulani ambao waliwekwa jela kwa sababu ya kuwa na mahusiano na walimu wao. Ina maana kuwa walimu wapo katika mahusiano na wanafunzi. Mahusiano ya kimapenzi. Nakwambia kuna ndio, mahusiano ya kimapenzi. Yaani mwalimu mkubwa, unajiona wewe ni baba ya mtu, unaingia katika mahusiano na mwanafunzi. Haifai kabisa. Huyu ni mwanako, ni mtoto wako. Vipi unaingia katika mahusiano ya kimapenzi? Haya, kingine, kuna video ambayo inakwenda sasa hivi mtandaoni kutoka Afrika Kusini, ya mwalimu na mwanafunzi wake ambao walipatikana
katika mahusiano hayo hayo. Kwa hiyo mada hii ni mada nzuri, mada lengwa. Nilifikiri kuwa tunaweza kujibu maswali fulani fulani kuhusu mada hii, haswa walimu wa sekondari, wa shule ya upili. Ndiyo. Kwa sababu mtu ambaye yupo chuo ana akili zake na ameshakuwa mtu mzima, amepita umri wa miaka 16 au 18, anaweza kufikiri na pia kufanya maamuzi yake mwenyewe. Mtoto wa shule ya upili hawezi kufanya maamuzi yake mwenyewe, lazima awe na ushawishi fulani kutoka mwalimu, wanafunzi wengine, pia wazazi kwa jumla. Kwa hiyo mada hii ni mahusiano ya walimu na wanafunzi kwa jumla. Haya, tazama hapa, mahusiano ya mwalimu na mwanafunzi. Nina video moja nzuri tutasikiliza, lakini kabla ya kusikiliza kuhusu hili, ningependa tujadili darasani na maswali 3 peke yake. Swali la kwanza ni eleza njia 3 ambazo mwalimu anaweza kutumia kuboresha mawasiliano na wanafunzi wake. Unaweza kuona kiwambo changu? Ndio. Tazama sehemu ya kulia. Kulia. Ndiyo, sehemu ya kulia, mkono huu wangu. Eleza njia 3 ambazo mwalimu anaweza kutumia kuboresha mawasiliano na wanafunzi wake. Mwalimu anawezaje kuboresha mawasiliano kati yake na wanafunzi wake? Tuseme kama mimi hapa, ninaweza kufanyaje hivi kazi? Kutumia kuboresha mawasiliano. Njia nzuri na sheria. Ndiyo, njia nzuri ambayo inaweza kuboresha mawasiliano. Mwalimu anaweza kusikia. Kusikiliza. Anaweza kupanga sherehe kwa wanafunzi. Ndio. Lakini subiri, sherehe ya pizza. Ndio. Lakini sasa hapa hata tukipanga sherehe ya pizza, utakula kwa macho tu. Mtihani. Labda. Ndio. Kama zawadi baada ya mtihani. Ndio. Hapo unaweza kuzungumzia kuhusu mwalimu kuwa mwepesi na kutumia urafiki wake na wanafunzi wake, au hata kutumia lugha ya kirafiki ili kuboresha mawasiliano. Kwa sababu fikiri kuhusu mwalimu ambaye hata hujui jambo moja kumhusu. Yeye anakuja darasani, anafundisha, anaondoka. Yaani hujui mwalimu wako, hujui anakaa wapi, hujui anaishi vipi, hujui ana familia au hana, hujui kama ana watoto au hana. Yaani anakuja darasani, sawa Emily, leo tutajifunza kuhusu somo la mawasiliano, kisha anasema. Baadaye, je, kuna swali? Sawa, anaondoka. Mashallah. Sasa vipi? Tutajuaje? Yaani lazima mwalimu atumie lugha ya urafiki na lugha ambayo inaweza kuwapa hamasa wanafunzi ili wapende somo lako. Ndio. Na pia umezungumzia kuhusu kusikiliza. Mwalimu anaweza kuwasikiliza wanafunzi kwa sababu wakati mwingine wanafunzi wana mahitaji yao binafsi. Na kingine pia au cha mwisho ni kuwapa mrejesho kwa wakati. Baada ya mtihani, hapa umefanya vizuri, huo ni mrejesho mzuri. Lakini hapa tia bidii, jaribu kusikiliza sauti sana, sikiliza taarifa ya habari ili wewe mwenyewe uweze kuboresha lugha yako adhimu ya Kiswahili. Mfano hapa darasani, fanya hivi, fanya hivyo. Kwa hiyo anakupa mrejesho mzuri. Katika mtihani wako niliona kuwa hujui bado kuunganisha maneno pamoja. Je, unajua kutumia neno ilhali? Unajua kutumia neno hata hivyo? Unajua kutumia maneno kama lakini, na maneno mengi, japo, ijapokuwa. Nimeona hiyo ni udhaifu kidogo, lakini unaweza kufanya hivi. Kwa hiyo anakupa mrejesho mzuri. Hapo kwa mwanafunzi ni tunu, kwa sababu mwalimu anasaidia mwanafunzi. Swali la pili. Je, tabia ya mwanafunzi linaweza kuathiri uhusiano wake na mwalimu?
Ndio. Tunafikiri kuhusu hoja chanya. Sielewi sentensi. Tabia ya mwanafunzi, mfano. Ndio, nakubali tabia ya mwanafunzi inaweza kuathiri uhusiano. Kwa mfano, mwanafunzi inaweza au mwanafunzi anaweza kwa like kwa mfano bad. Mwanafunzi anaweza kuwa mbaya. Kila wakati anapiga kelele, anatumia simu darasani, anasikiliza muziki darasani. Mpaka mwalimu anashangaa, tatizo liko wapi? Je, ni somo langu, ni wewe? Hujala, hujanywa, uko vizuri? Nyumbani kuko vipi? Anaweza kupiga kelele darasani. Wakati anapiga kelele sana kwa muda mrefu, unakuta tabia hii inaathiri sana uhusiano wake na mwalimu. Pia mwanafunzi akiwa mtiifu, anasikiliza mwalimu, anafanya mazoezi kwa wakati, anawasilisha kazi yake ya ziada, kazi yake ya nyumbani kwa wakati, unakuta tu mwalimu anampenda. Kwa nini? Kwa sababu mwanafunzi anawajibika. Lakini wakati unaleta ovyo darasani, unapiga kelele, unafanya mambo mengine, mwalimu huenda hata akakuchukia kwa sababu wewe si mtiifu. Ndio. Haya, swali la 3. Kwa nini ni muhimu kwa walimu kufahamu changamoto za wanafunzi na pia kijamii kwa jumla na hisia za mwanafunzi? Kwa sababu ikiwa mwalimu kufahamu changamoto za kijamii au za wanafunzi, mwalimu anaweza kuwa na mahusiano bora zaidi na wanafunzi, au anaweza relate na wanafunzi zaidi. Ndio. Anaweza kuwasaidia wanafunzi na changamoto au matatizo katika maisha wao. Ndio, ni kweli kabisa. Ni muhimu kwa mwalimu kufahamu changamoto za kijamii au hata za kihisia za mwanafunzi, kwa sababu huenda changamoto ambayo anaonyesha darasani, anakuwa mwanafunzi ovyo, hafuatilii maagizo, huenda hata si mwalimu wala somo la mwalimu, huenda ni nyumbani kwao. Labda mama yake na baba yake hawana uhusiano mzuri. Anapofika nyumbani, anamkuta baba ndio huyo ana kelele, mama ndio huyo pia ana kelele, wanapiga kelele. Chakula akija pikwa, mwanafunzi anafaa kuzingatia kazi yake ya ziada, hawezi kwa sababu hakuna yeyote hata nyumbani. Mama hajawajibika, hafuatilii masomo ya mtoto. Unamkuta tabia ambayo anaonyesha nje ya nyumbani, yani darasani, inatokana na malezi ya nyumbani, inatokana na mzazi na labda hata si mwalimu mwenyewe. Lakini ikiwa mwalimu anaweza kuchunguza vizuri, kujua ni kwa nini mwanafunzi wangu anachelewa. Labda anachelewa darasani au kuingia katika somo kwa sababu ana majukumu mengi nyumbani. Lazima aamke, lazima apike chai au kiamsha kinywa, lazima ahakikishe kazi zote za nyumbani zimekwisha kabla yeye kwenda shuleni. Yani ateke maji, aende ahakikisha wadogo wake wote wamevaa nguo sare za shule. Ni yeye mama na ni yeye nitasema naibu mzazi. Jamani, wazazi wengine, kwa nini unafanya mtoto akae naibu mzazi? Anafanya kila kitu cha nyumbani. Kwani ameshakuwa kijakazi? Ni muhimu sana kwa sababu mwalimu anaweza kutatua na kuongea na mzazi ili kutafuta suluhisho kuhusu tatizo la nyumbani na la kijamii kwa jumla. Labda mwanafunzi anakosa kuja somoni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hana nauli. Mzazi wake anamnyima nauli. Samahani kwa kelele hiyo. Jirani yangu ameamua leo atapiga.
Kujenga. Nashangaa najenga nini sasa? Ni jioni, jenga asubuhi. Ni kawaida, lakini natumai haitaendelea sana. Safi. Haya, mahusiano ya mwalimu na mwanafunzi ni muhimu zaidi. Utanisamehe jamani mwanafunzi wangu, leo nina changamoto. Ndio. Na nazidi. Jamani anagonga nini? Sawa. Nashangaa. Haya, sikiliza sauti kisha jibu maswali haya. Lakini kabla ya kusikiliza sauti, ningependa tusome maswali na kuyaelewa. Uko tayari kusoma? Ndio. Walimu wanaonywa kutofanya nini? Kwa nini walimu watatu walifungwa gerezani? Kifungo cha walimu hawa ni wa muda gani? Ni zawadi gani zilizotolewa kwa walimu gerezani? Walimu wanahamasishwa kufanya nini kuhusu chama? Vizuri. Unaelewa maswali yote? Nilisahau gerezani inamaanisha nini? Gerezani ni sehemu ya wafungwa. Wakati unatenda kitu ambacho ni kibaya, si haki, labda unaua na kufanya kosa katika jamii, wapatikanaji ambao wamefanya hatia katika jamii wanafungwa jela. Unakwenda gerezani. Unashikiliwa kule kwa muda, inaweza kuwa ni miezi 6, miaka, hata milele, maisha. Niliona juzi kulikuwa na vipindi vya Sean Combs. Ndio. Pididi niliona. Ndio, kwa hiyo alifungwa jela au alitolewa? Alikuwa gerezani. Aliachiliwa? Ndio. Aliachiliwa, nakumbuka. Kwa hiyo ndio kufungwa jela wakati unakosa, unafanya hatia katika jamii, mfano ukibaka au kutokuwa mtu mzuri au mwananchi bora, unaweza kupelekwa mahakamani na kufunguliwa kesi, baadaye unaweza kuwekwa gerezani. Unafungwa kabisa, hutawahi toka. Una uhuru kabisa kule. Ndio. Haya. Na wanahamasishwa. Kuhamasisha. Kuhamasisha ni kumfanya mtu abadili nia afanye jambo fulani. Mfano, ninapokuja hapa darasani ningependa sana ujifunze lugha ya Kiswahili na ukijue vizuri. Kwa hiyo mimi nakuhamasisha wewe kuhusu lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Wahamasishaji ni watu ambao wanahimiza watu kufanya jambo fulani. Ndio, kuhimiza mtu kufanya jambo fulani. Wakati nitasema nini? Wapiga kura. Sasa hivi Tanzania, kesho ni siku ya uhuru wa bara la Tanzania. Hivi kuna watu ambao wanahamasisha wengine kuandamana kwa sababu ya uongozi mbaya Tanzania. Kwa hiyo watu hawa wanawahamasisha wafanye vurugu na kuandamana katika mitaa ya Tanzania sasa. Lakini serikali haitaki. Kwa hiyo kesho hata hakutakuwa na maadhimisho ya tarehe 9 mwezi wa Desemba, siku ya uhuru. Kila mtu anatakiwa kukaa nyumbani. Ikiwa si dharura, usiondoke nyumbani. Ina maana kuwa polisi jeshi watafurusha watu. Na naomba kuwa iwe siku nzuri, kwa sababu watu ambao watapatikana nje, ole wao, wanaweza hata kufariki. Yaani Mungu alinde nchi ya Tanzania. Ndio, kwa hiyo wanasema watu ambao wanahamasisha wengine kufanya maandamano waache kabisa, kwa sababu maandamano wanasema si halali. Hawajaruhusiwa. Ndio, hawajaruhusiwa kuandamana. Haya, safi. Walimu wanahamasishwa kufanya nini kuhusu chama? Tunaweza kusikiliza sauti sasa? Una swali lingine? Chama inamaanisha nini? Chama cha walimu Tanzania.
Chama ni mkusanyiko wa watu ambao wana lengo moja. Mfano, unaweza kuzungumzia chama cha walimu Tanzania, chama cha demokrasia na mapinduzi. Yaani ni mkusanyiko wa watu ambao wana malengo moja ya kufanya jambo fulani. Mfano, unaweza kuzungumzia kuhusu parties or different organizations. Ndio. Kama chama cha Trump. Chama cha Rais Trump. Ndio. Vizuri sana. Serikali. Ndio. Lakini wakati mwingine si lazima iwe ni chama cha serikali. Inaweza kuwa ni chama cha watu binafsi wanakutana pamoja kufanya vikundi fulani. Mfano, mama yangu yupo katika chama moja ya wanawake. Chama hiki kinawasaidia wao kukusanya pesa pamoja, kufanya maendeleo pamoja. Wanakusanya pesa na kila mtu. Ni kama mtasemaje kwa Kiingereza? Merry go round. Kitu ambacho kinawasaidia wao kufanya malengo fulani au kutimiza malengo fulani katika jamii. Haya, kabla ya kupoteza muda, ningependa tusikilize sauti. Sasa subiri nione kama ninayo. Ndio hii. Tumezungumzia swala la walimu kuachana na mapenzi, hasa walimu wetu wa kiume, yaliyopelekea walimu wetu watatu kuwepo kwenye gereza la Bangwe. Mmoja amefungwa kifungo cha maisha, mwingine amefungwa kifungo cha miaka 30 na mwingine amefungwa kifungo cha miaka 20. Baada ya kikao hiki tunategemea kwenda, tumeandaa zawadi za kuwapelekea, tuna pesa taslimu, tuna mashine ya kunyolea pamoja na vitabu, kwa sababu walimu wamepewa kazi pia ya kuwafundisha wafungwa wengine kwenye lile gereza. Aidha, tumewahamasisha walimu kuweza kukitangaza vizuri chama, watu kuwaelimisha kuhusu umuhimu wa chama cha walimu kwenye mkoa wetu wa Kigoma na taifa kwa jumla. Pia tumewaelimisha namna nzuri ya kuweza kuandaa vizuri shughuli zao mbalimbali za kujitegemea, kuongeza kipato. Tunaenda kuona walimu wenzetu wafungwa ambao wako huko magerezani. Tunaendelea kuwakumbusha tu walimu ambao wako vituoni waendelee kufuata maadili ya kazi. Mfano mzuri tumwambia mwalimu kutokufanya mapenzi na watoto wa shule. Hicho ndio kikubwa kabisa ndani ya kazi ambacho tunapelekea watu kwenda magereza. Kitu kingine hata katika kuhusisha tu mapenzi ambayo kwa mtoto mdogo inaonekana kama ni ubakaji kama wewe ni mtu mzima. Kwa hiyo tumeendelea kusisitiza walimu wawepo mashuleni, wale watoto waone kama ni watoto wao, kama watoto wao ambao wamewacha nyumbani. Tumefanya zoezi la upandaji miti. Tunaweza kusikiliza tena? Uko vizuri? Ndio. Nataka kusikia tena. Tumezungumzia swala la walimu kuachana na mapenzi, hasa walimu wetu wa kiume, yaliyopelekea walimu wetu watatu kuwepo kwenye gereza la Bangwe. Mmoja amefungwa kifungo cha maisha, mwingine amefungwa kifungo cha miaka 30 na mwingine amefungwa kifungo cha miaka 20. Baada ya kikao hiki tunategemea kwenda, tumeandaa zawadi za kuwapelekea, tuna pesa taslimu, tuna mashine ya kunyolea pamoja na vitabu, kwa sababu walimu wamepewa kazi pia ya kuwafundisha wafungwa wengine kwenye lile gereza. Aidha, tumewahamasisha walimu kuweza kukitangaza vizuri chama, watu kuwaelimisha kuhusu umuhimu wa chama cha walimu kwenye mkoa wetu wa Kigoma na taifa kwa jumla. Pia tumewaelimisha namna nzuri ya kuweza kuandaa vizuri shughuli zao mbalimbali za kujitegemea, kuongeza kipato. Tunaenda kuona walimu wenzetu wafungwa ambao wako huko magerezani. Tunaendelea kuwakumbusha tu walimu ambao wako vituoni waendelee kufuata maadili ya kazi. Mfano mzuri tumwambia mwalimu kutokufanya mapenzi na watoto wa shule. Hicho ndio kikubwa kabisa ndani ya kazi ambacho tunapelekea watu kwenda magereza. Kitu kingine hata katika kuhusisha tu mapenzi ambayo kwa mtoto mdogo inaonekana kama ni ubakaji kama wewe ni mtu mzima. Kwa hiyo tumeendelea kusisitiza walimu wawepo mashuleni, wale watoto waone kama ni watoto wao, kama watoto wao ambao wamewacha nyumbani. Tumefanya zoezi. Haya, walimu wanaonywa kutofanya nini? Walimu
Ndio, wanaonywa kutofanya nini? Wanaambiwa walimu katika video ndio. wanaeleza kuhusu mahusiano na mwalimu na wanafunzi. Kwa hiyo walimu wanaonywa kutofanya mahusiano ya kimapenzi na wanafunzi wao. Ndio. Aha. Na ni kwa nini walimu watatu walifungwa gerezani? Kwa sababu ilikuwa mahusiano mbaya. Walifanya ndio. Walimu ilikuwa mahusiano na mapenzi. Ndio, mahusiano ya kimapenzi. Ndio, na wanafunzi wao. Na maana kuwa walimu wanaume haswa walifanya mapenzi na wanafunzi wao. Hivyo walifungwa gerezani, waliwekwa jela, wakafungwa gerezani kabisa. Kifungo cha walimu hawa ilikuwa walimu watatu. Mwalimu ilikuwa mwanaume. Ndio, alizungumzia kuhusu walimu wanaume watatu. Ndio. Kwa hiyo kifungo, subiri, hadithi ya yule ambaye anazungumza au hadithi ya kitendo ambacho kilitokea Afrika Mashariki, Afrika Kusini? Katika video, ndio? Ndio. Katika video ni walimu haswa wa wanaume, kwa sababu walimu wanaume ndio wanaokutana na kesi nyingi sana za mahusiano kati yao na wanafunzi wa kike. Ndio. Haya, kifungo cha walimu hawa ni muda gani? Kwa sababu ni walimu watatu, vifungo ni vitatu. Kifungo cha walimu hawa ni kwa muda gani? Miaka 30. Ndio, wa kwanza ni miaka 30, mwingine sijui. Ndio. Kila mtu ameweka kifungu chake. Lakini sijasikia wala usijali. Kuna wa miaka 30, kuna mwingine na kuna mwingine. Tunaweza kusikiliza baadaye hapo mwisho. Haya, ni zawadi gani zilizotolewa kwa walimu gerezani? Pesa taslim. Kuna zawadi 3. Sijui zaidi. Sawa, wala usijali. Kuna pesa taslim, kuna nini na kuna nini, vitu vitatu. Haya, walimu wanahamasishwa kufanya nini kuhusu chama? Elimisha. Kuelimisha kuhusu nini? Sijui. Kuelimisha hapana. Kuelimisha walimu wengine jinsi ya kupata mapato kando na walimu, na pia walizungumzia jinsi ya kutangaza umuhimu wa chama hii kwa walimu wengine. Kwa nini kuna chama cha walimu Tanzania? Jirani yangu ameamua tu kabisa. Haya. Nambari ya 3. Subiri, nambari ya 2 na nambari ya 3 na ya 4. Tutasikiliza mpaka sehemu hiyo ambayo wanazungumzia hicho kitu. Tusikilize. Ndio. Mmoja amefunga kifungo cha maisha, mwingine amefunga kifungo cha miaka 30 na mwingine amefunga kifungo cha miaka 20. Baada alisema miaka chini nini? Chini 20. Alisema namba? Ndio, 20. Si chini. Ndio, miaka 20. Kuna yule ambaye ameanza. Yule wa kwanza amefungwa kwa muda gani?
miaka 30. Ndio, wa pili ni miaka 30, wa tatu ni miaka 20 na wa kwanza ndio tena. Ndio. Haya, mwingine amefunga kifungo cha miaka 30 na mwingine amefunga kifungo cha matatu kuwepo kwenye gereza la Bangwe. Mmoja amefunga kifungo cha maisha, mwingine amefunga kifungo cha miaka 30 na mwingine amefunga kifungo cha miaka 20. Wa kwanza alisema 20. Ndio. Ndio, hapana, wa kwanza kabisa anasema kuwa kwa maisha. Ndio, kifungo cha maisha. Wa pili alisema chini. Hapana. 20. Yaani anazungumza haraka. Anasema alisema chini. 20. Ndio, 20. Wakati mwingine watu wanapozungumza wanabana maneno sana mpaka wakati mwingine unashangaa, anasema nini huyu? Kwa nini simuelewi? Anasema nini? Haya, hebu sikiliza tena. Mmoja amefunga kifungo cha maisha, mwingine amefunga kifungo cha miaka 30 na mwingine amefunga kifungo cha miaka 20. Baada ya kikao hiki tunategemea kwenda nasikia. Ndio, miaka 20. Haya, hiyo ni ya kwanza. Tusikilize ni zawadi gani ambazo fikiri wafungwa wanaenda kufundisha wafungwa wengine. Kwa hiyo wewe ni mwalimu gerezani. Wanakupa kazi ya kufunza tena huko gerezani. Ina maana kuwa hakuna kulala. Lakini hapa unafunza bila kipato. Mashallah, maisha magumu. Lakini kwa sababu ya hatia yao walikosa. Kuna vitu ambavyo wanawabebea. Sikiliza. Tumeandaa zawadi za kuwapelekea. Tuna pesa taslimu, tuna mashine ya kunyolea pamoja na vitabu, kwa sababu walimu wamepewa kazi pia ya kuwafundisha wafungwa wengine kwenye lile gereza. Aidha, tumewahamasisha kuna vitabu. Ndio, vitabu na pesa kitu fulani. Pesa taslimu. Kuna mashine ya nini? Mashine ni nini? Mashine ya kunyolea. Shaving machine. Ndio. Unashangaa ni kwa nini wanawabebea mashine ya kunyolea? Kwa nini? Kwa nini wanahitaji zawadi? Kwani wao ni wafungwa, si watu. Wao ni watu kawaida. Labda wanajaribu kusaidia jamii, nafikiri kwa jumla. Wanajaribu kusaidia jamii na kuwafanya wasihisi ni kama wametengwa, wamewachwa tu hivyo. Lakini kumbuka, makosa ni yao. Aliyekosa ni yule mfungwa. Lakini huyo mfunga wa maisha, hata miaka 30 ni maisha magumu jela. Maisha magumu gerezani. Ndio, miaka 30 ni kama maisha. Ndio, hata miaka 20 ni maisha, yani ni muda mrefu sana utakuwa katika, yani utaishi jela au utaishi gerezani. Kwa hiyo sawa, pesa taslimu wanaenda kufanyia nini pesa? Hawanunui, hawauzi. Sijui. Haya, ya pili, mashine ya kunyolea. Labda utasema kweli utanyoa nywele. Ya tatu, vitabu ni vizuri kwa sababu wanaweza kusoma na kutosahau taaluma zao. Ndio. Unaweza kusoma. Ndio, kwa sababu jela wakati mtu yuko unafikiri ingekuwa tofauti ikiwa mwalimu ilikuwa walimu ilikuwa wanawake? Ndio. Na wanafunzi Ndio, ni kweli kabisa, ni tofauti kwa sababu dunia yetu ya sasa inahukumu sana mwanamume au mtoto wa kiume zaidi kuliko mwanamke au mtoto wa kike. Kwa sababu wanafikiri kuwa wao ni waharibifu, wao wapo hapo kuharibu watoto, kuharibu wasichana, ni wao watawatia mimba.
na wakati huo wanatia mimba, unabebaje mimba ya mwalimu jamani? Mwalimu wako utabebaje mimba yake? Kwa hiyo wao wanaume wanafikirika kuwa ni watu ambao wanafaa kutumia akili. Pia angalia umri. Huyu ni mtoto wa shule ya sekondari. Unaharibu mtoto. Unaharibu maisha ya mtoto. Huenda mtoto huyu ndio atapata mimba. Baada ya kupata mimba ina maana kwa hataendelea na masomo yake. Atarudi nyumbani kuwa mama. Hata mzazi atamuona tofauti. Kwa sababu wewe nilikupeleka shule ukasome, na wewe unaenda kutongozwa na mwalimu. Vipi? Mimba hii ni ya nani? Anashindwa kusema. Kwa hiyo jamii zetu zinahukumu sana wanaume zaidi ya wanawake. Ndiyo, wanawake wote wanaweza kufanya hivyo, na ni tofauti kidogo kwa sababu jamii inalea mwanamke zaidi kuliko mwanamume. Jamii zetu ndiyo ni jamii za wanaume, ni jamii za wanaume, yani dume kabisa. Tunaishi katika jamii za kidume nafikiri, patriarchy society. Wakati mwanamume anafanya kitu anahukumiwa zaidi, lakini mwanamke pia anaweza kufanya, ni kweli. Hata sasa kuna video inatoka Afrika Kusini. Yani nitakutumia hadithi hii usome. Mwalimu wa kike ana miaka 33 na mwanafunzi wa kiume ana umri wa miaka 16. Kwa hiyo walifanya mapenzi, kisha baadaye kukatokea video ambazo zinasambaa mitandaoni. Na anapojitetea anasema kuwa mimi nilijishtukiza tu, yani ilitokea tu. Nashangaa ilitokea vipi wewe mwalimu? Kwa nini? Ilitokea vipi? Kwa hiyo dunia sasa hivi ni kesi kubwa sana Afrika Kusini. Na kila mtu anazungumzia kuhusu kesi hii. Nafikiri atafungwa jela mwalimu huyu kwa sababu ameharibu mtoto. Lakini mtoto wa kiume dunia yetu ni mbaya. Inahukumu sana wanaume zaidi kuliko wanawake. Kwa hiyo unaweza kuta labda hatafungwa kwa muda mrefu, labda atapewa labda miaka 2, miaka 3, lakini wa kiume akikutwa na hatia sawa na ya mwanamke anafungwa miaka 20, miaka 30. Kwa hiyo dunia yetu ni si sawa. Hakuna usawa katika dunia hii. Kabisa hakuna usawa. Wanawake wanapendwa zaidi kuliko wanaume. Kikazi, kielimu, kila kitu. Mwanamke anaonelea, nafikiri ni kwa sababu ya muda mrefu ya wanawake kuwa chini ya wanaume, mpaka ikafika mahali lazima wawape nguvu wanawake, na wakawapa nguvu kupitiliza. Wakati walipitiliza ndio wanagundua tumetelekeza mtoto wa kiume. Kwa muda mrefu hatujamshikilia. Yeye hawezi kuzungumzia matatizo yake kwa ufasaha. Yeye anajiwekea vitu ndani. Unamkuta msongo wa mawazo ni yeye. Yani watu wengi ambao wanaongoza katika kujinyonga ni wao. Unakuta wengi wao yani wana misongo ya mawazo, ni wao wanafaa kuendesha familia. Kwa hiyo majukumu mengi ni ya kwao. Lakini sasa hivi nafikiri watu wanagutuka kuhusu mambo mengi, magonjwa ya akili na kusaidia mtoto wa kiume. Ndio. Ni nini mtazamo wako kuhusu hili? Je, unafikiri mtoto wa kiume anahukumiwa zaidi kuliko mtoto wa kike, haswa kwa hatia kama hii? Ndio, nafikiri walimu wanawake wana mamlaka kama walimu wanaume. Ndio hivyo. Kwa nini mmoja akikutwa na hatia nyingine sawia na hatia ya mwanamume, kwa nini mwanamke anapewa kipaumbele? Anaweza hata kusamehewa, lakini mwalimu mwanamume hawezi kusamehewa. Kwa nini? Rudia swali. Kwa nini tuseme mwalimu mwanamke ana hatia moja, na tuseme anafanya au anatekeleza hatia moja kama mwanamume,
Hivyo huenda mwalimu mwanamke akasamehewa, lakini mwalimu mwanamume asisamehewe. Huenda. Kwa hiyo, je, unafikiri ni kwa nini hivyo? Sijui. Hakuna usawa? Ndiyo, ni kweli hakuna usawa kabisa, kwa sababu how to get away with murder. Jinsi ya kutoweka hatia ndogo ndogo ya kijamii kwa jumla, lakini ni mada ambayo ina ukakasi mno. Ni mada tete. Ni tatanishi sana. Ni mada tata ambayo inatokea wakati huu, na inastahili kila mwalimu achukue tahadhari na kujua kuwa mahusiano na wanafunzi haifai. Na si vizuri, kwa sababu utajiharibia wewe mwenyewe na utamharibia mwanafunzi huyo. Kwa hiyo ni vyema kuchukua msimamo mkubwa na mkali kuhusu mahusiano yako na wanafunzi. Yaani mahusiano yenu ni kujifunza basi. Ikiwa kuna kukutana kando na shule, sawa, inawezekana, lakini mambo mengine ya kimapenzi usijihusishe. Kwa sababu tayari huyu ni mtoto ambaye hajafika miaka 16, hajafika miaka 18. Unataka nini naye? Unataka jela? Utakwenda jela, utafungwa gerezani. Na utatoka kabisa. Kwa hiyo ni muhimu sana. Samahani sana kwa kuchukua muda mwingi. Ni sawa. Na najua leo unapumzika kidogo, na ninafikiri kuna maswali hapa. Subiri niangalie ikiwa nitafikia yote. Haya, ningependa ufanyie kazi mada ya ipi muhimu. Lakini nafikiri tulifanyia sote. Ipi muhimu kuhusu pesa au elimu? Elimu au pesa? Ipi bora zaidi? Kisha andaa hoja zako, nitaandaa hoja zangu, kisha tutakutana na tutajadiliana. Ipi bora kati ya pesa na elimu? Ipi bora kulingana nawe? Elimu. Elimu ni bora. Safi, mimi nitachukua pesa. Haya, nenda andaa hoja zako zote, mimi nitaandaa hoja zangu zote, kisha wakati tutakutana tutazungumzia kuhusu mada hii, na tutakuwa na muda mwafaka mzuri tu wa kuzungumzia hili. Pia chukua maneno yote ya Kiswahili ambayo ungeweza kunihamasisha nayo. Kazi yako ni kunivuta kutoka kwa pesa kuenda kwa elimu, na mimi madhumuni yangu kamili ni kukuvuta kutoka kwenye elimu kwenda kwa pesa. Sawa? Haya. Safi. Ningependa kukushukuru sana kwa kuja darasani. Tuonane katika kipindi kijacho. Asante. Kwa heri. Natumai kuwa mmefuatilia somo hili la leo, ingawa kidogo. Karibuni sana katika darasa la leo. Sijambo Injection, mambo vipi? Karibu. Sijambo. God willing, I want to learn this language. Yeah, come. Nzuri sana. Habari za kwako? Mwalimu wangu, shikamoo. Siwezi kuwa mwalimu wako na kuwa mpenzi wako wakati mmoja. Habari ya masiku? Nzuri sana. Karibu. Haya, nimepitia maswali yenu yote, na ningependa kuwashukuru sana kwa kuja darasani. Tuonane katika kipindi kijacho. Asante. Kwa heri.